Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumeumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, na tumewajalieni kuwa ni mataifa na makabila tofauti tofauti, lita'arafu, ili mjuane, huyu Mchina, huyu Mfaransa, huyu mzungu, huyu Mwafrika, huyu si mtu wapi, juane, tajuana tamaduni zao na nini, basi kisha kazi. Sio mdharauliane, na mjuane, kila mtu amsome mwenzake, amfahamu jinsi alivyo, lita'arafu, mjuane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, kitaka kumjua mbora miongoni mwenu ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu zaidi. Huyo ndo mbora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila kujali rangi yake, kabila lake, ametoka wapi. Inna Allaha alimun khabir, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa ilmu na mwingi wa habari, kujua zaidi nani ni mbora katika viumbe wake. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndio kibri, na sababu za kupatikana kibri tumezizungumzia. Na mwanadamu, sisi wanadamu wasahaulifu sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa historia sio nzuri. Ametupa vizuri, Muumba Adam alayhi salam vizuri na udongo na nini, na baada ya kubwa tukaanza kuzaliana. Lakini katika kuzaliana kule, baadhi ya wanachuoni wanasema fikiria sana umetoka wapi. Sawa, Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insani, hivi ishamtokezea mwanadamu hinu min ad-dahr, akafikiria sana huko nyuma alikuwaje, lam yakun shay'an makura, hakuwa kitu chochote chenye kutajwa, hakuwepo, ilikuwa ni zero, hakuwepo mwanadamu kabisa, hayupo kabisa, hatajiki. Inna khalaqna al-insana, sisi tumemuumba mwanadamu min nutfatin amshaji, kutokana na tone la manii lililochanganywa. Tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii. Mimi na wewe ndugu yangu ni tone la manii, linatia kichefuchefu. Tone la manii linatia kichefuchefu, ndio mimi na wewe. Tone la manii limetoka katika sehemu ya haja ndogo ya mwanamume, imekwenda katika sehemu ya haja ya mwanamke, na tukatoka katika sehemu ya haja ya mwanamke tukaja duniani. Ndio mimi na wewe asili. Kitu gani kinatoka kibri? Hujaumbwa kwa dhahabu ukashushwa kutoka kule na malaika ukaletwa mgongo katika mgongo wa ardhi, la, tone la manii chafu kabisa. Ndio mimi na wewe. Lakini ukishakuwa umekuwa mtu mzima na cheo na mali na nafasi, sijui na elimu, sijui na nini, unajiona wewe sio tone la manii, unajiona wewe mtu bora zaidi, unanata katika ardhi, lakini hujui historia yako unatoka wapi. Mwenyezi Mungu anakukumbusha, haukuwa unatajika hata siku moja. Tukakuumba wewe kutokana na tone la manii lililochanganywa. Nabtalihi, tunampa mtihani. Mwenyezi Mungu anasema nabtalihi, tunakupa mtihani. Tumekuumba kutokana na tone la manii, tukupe mtihani. Faj'alnahu samian basira, tukakufanya wewe unasikia na leo unaona na kila kitu, lakini asili yako ni tone la manii. Hakuna binadamu ambaye hajatoka katika tone la manii, labda Adam alayhi salam. Wote tumetoka katika njia dhalili kabisa, ambaye mara nyingi mtu akifikiria atajiona si lolote, si chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.